Tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo. Tushirikishane tone la upendo. Leo ni Dominika ya 15 ya mwaka A wa Kanisa. Ujumbe ni kwamba neno la Mungu lina makusudi maalum katika maisha ya mwanadamu. Masomo yetu ni haya. Somo la kwanza linatoka kitabu cha Nabii Isaya sura ya 55 aya 10 hadi 11. Kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula. Ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la pili linatoka waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya 18 hadi 23. Ndugu, nayahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kwa maana viumbe vyote pia viliitishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye aliyeviitisha katika tumaini. Kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Kwa maana twajua ya kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja, navyo vina utungu pamoja hata sasa. Wala si hivyo tu, ila na sisi wenyewe tulio na malimbuko ya roho, sisi pia tunaugua katika nafsi zetu, tukikutazamia kufanywa wana, yaani ukombozi wa mwili wetu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Injili ni Injili ya Mathayo sura ya 13 aya ya 1 hadi 23. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako, e Bwana. Siku ile Yesu alitoka nyumbani akaketi kando ya bahari. Wakamkusanyikia makutano mengi, hata akapanda chomboni akaketi, na ule mkutano wote wakasimama pwani. Akawaambia mambo mengi kwa mifano akisema, tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Hata alipokuwa akipanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia, ndege wakaja wakazila. Nyingine zikaanguka penye miamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara zikaota kwa udongo kukosa kina, na jua lilipozuka ziliungua, na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. Nyingine zikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa, 100, 60, 30. Mwenye masikio na asikie. Wakaja wanafunzi wakamwambia, kwa nini wasema nao kwa mifano? Akajibu akawaambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa. Kwa maana yeyote mwenye kitu atapewa, naye atazidishiwa tele. Lakini yeyote asiye na kitu, hata kile alichonacho atanyang'anywa. Kwa sababu hii nasema nao kwa mifano, kwa kuwa wakitazama hawaoni, na wakisikia hawasikii, wala kuelewa. Na neno la nabii Isaya linatimia kwao likisema, kusikia mtasikia, wala hamtaelewa. Kutazama mtatazama, wala hamtaona. Maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, na kwa masikio yao hawasikii vema, na macho yao wameyafumba, wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao,
wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. Lakini heri macho yenu kwa kuwa yanaona, na masikio yenu kwa kuwa yanasikia. Kwa maana amini nawaambia, manabii wengi na wenye haki walitamani kuyaona mnayoyaona ninyi wasiyaone, na kuyasikia mnayoyasikia ninyi wasiyasikie. Basi ninyi sikilizeni mfano wa mpanzi. Kila mtu alisikiapo neno la ufalme asielewe nalo, huja yule mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia. Naye aliyepandwa penye miamba, huyo ndiye alisikia lile neno, akalipokea mara kwa furaha, lakini hana mizizi ndani yake, bali hudumu kwa muda. Ikitukia dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno, mara huchukizwa. Naye aliyepandwa penye miiba, huyo ndiye alisikia lile neno, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali ulisonga lile neno, likawa halizai. Naye aliyepandwa penye udongo mzuri, huyo ndiye alisikia lile neno na kuelewa nalo. Yeye ndiye azae matunda, huyu 100 na huyu 60 na huyu 30. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, wahubiri wa neno la Mungu huhubiri ili watu walijue neno la Mungu na kuipeleka mioyo yao kwa Mungu. Katika hali ya kawaida, mwalimu hafundishi ikiwa hakuna wa kumsikiliza. Hii inamaanisha kwamba kila mahubiri hulenga hadhira fulani kwa malengo. Mungu mwenyewe ambaye ni mmiliki wa neno lenyewe ana lengo katika maisha yetu kila anapotulisha neno lake kupitia watumishi wake. Kumbe ni wajibu wa mhubiri kufanya juhudi ili kufikisha lengo la neno la Mungu kwa watu anawahubiria. Na pia ni wajibu wa wasikilizaji kufanya juhudi kuweza kuitikia lengo la Mungu kila mmoja. Masomo ya leo yanatuelekeza kwamba neno la Mungu lina lengo la kutimiza katika maisha yetu. Na ndio maana ujumbe wa leo tunaweza kusema kwamba neno la Mungu lina makusudi maalum katika maisha ya mwanadamu. Katika somo la kwanza la leo, Mungu anatueleza kupitia nabii Isaya kwamba neno la Mungu lina nguvu ya kuleta mabadiliko katika nafsi ya mtu anayelipokea. Kwa kinywa cha nabii Isaya, Mungu mwenyewe anasema, kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinyweshea ardhi na kuizalisha na kuichipuza, vivyo hivyo na neno lake halitamrudia bure, bali litatimiza mapenzi yake. Kwa lugha hii ya faraja na matumaini ya mkulima, nabii Isaya anawadhihirishia Waisraeli kwamba watarudi katika nchi yao kwa sababu Mungu aliahidi hivyo. Kama vile mvua inyeshapo haina budi kuilainisha ardhi na kuichipusha, kuistawisha na kuizalisha mimea, ikampa mtu apandaye mbegu chakula chake, ndivyo lilivyo neno litokalo katika kinywa cha Mungu kwa njia ya watumishi wake. Haliwezi kurudi bure, lazima litimize mapenzi ya Mungu aliyetamka na kuahidi kuyatenda. Neno la Mungu linaonya, linakaripia, linafundisha, na anaheri yule aonywaye na kuonyeka, afundishwapo na kufundishika, arekebishwapo na kurekebishika, kwani ataishi kwa furaha maisha ya hapa duniani na kupata heri ya milele mbinguni. Ndivyo ilivyokuwa kwa Waisraeli walipolipokea neno la Mungu. Mungu aliwakomboa kutoka utumwani Babeli na kuwarudisha katika nchi yao. Na kinyume chake ni kweli kwa wasiolipokea na kulikubali neno la Mungu, adhabu yao ni ya milele. Mafundisho tunayopata katika somo hili la kwanza. Fundisho la kwanza: neno la Mungu hutimiza mapenzi ya Mungu. Mungu anasema wazi kwamba
Neno lake halitarudi bure. Kila ahadi ya Mungu wetu hutimia kwa wakati wake. Wajibu wetu ni kulisikiliza kwa makini, kuliamini kwa moyo wote na kuliishi kwa uaminifu. Tukifanya hivyo, maisha yetu yatazaa matunda mengi kwa utukufu wa Mungu na kwa manufaa ya jirani zetu. Fundisho la pili: wahubiri ni wapandaji wa mbegu. Kazi ya mhubiri si kulazimisha watu kubadili mioyo yao kwa nguvu, bali ni kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu kwa wahusika, na wao wataamua waupokee au waukatae. Mhubiri hapaswi kulazimisha watu kupokea neno la Mungu, bali ni kuwashawishi waukubali. Ni sawa na kusema, neno la Mungu linahitaji moyo ulio tayari. Mvua ikinyesha juu ya mwamba haitaotesha chochote, lakini ikinyesha kwenye udongo mzuri huleta mazao mengi. Vivyo hivyo, neno la Mungu huzaa matunda kwa wale wanaolipokea kwa unyenyekevu, utii na toba ya kweli. Kumbe tunapaswa tuondoe kiburi, chuki na dhambi zinazuia neno la Mungu kuzaa matunda mengi. Fundisho la tatu: neno la Mungu huleta uzima. Kama mvua inavyoipa ardhi uhai kwa maji yake baada ya ukame, vivyo hivyo neno la Mungu hufufua moyo uliokufa kwa dhambi. Linarudisha matumaini. Ni hali ya kawaida mvua inaponyesha, watu wengi huanza kuandaa mashamba kwa lengo la kupanda mbegu, huku wakiamini kwamba mvua iliyonyesha italeta uhai wa zile mbegu kuota. Neno la Mungu linapopokelewa moyoni kwa mtu linaleta mwamko mpya, na hayo ndiyo matumaini kwa wanaoamini. Katika Injili ya leo, Injili inazungumzia kuhusu mfano wa mpanzi. Mfano huu unatusaidia kuelewa somo letu la kwanza vizuri zaidi. Katika somo hili wametajwa wahusika wafuatao: mpanzi, mbegu, udongo wa njiani, udongo wa mawe, udongo wa miiba na udongo mzuri. Je, ni nini maana ya hawa wahusika? Mpanzi ni Yesu mwenyewe, lakini pia ni kila mtu anayelitangaza neno la Mungu kwa watu wote pasipo ubaguzi wowote. Mbegu ni neno la Mungu, na neno hilo lina uwezo wa kubadili maisha, kuponya, kuokoa na kuzaa utakatifu. Na tatizo si mbegu, bali ni aina ya udongo unaolipokea. Udongo wa njiani humaanisha ni watu wanaolisikia neno lakini hawaelewi wala hawalihifadhi. Udongo wa mawe huwezesha mbegu kuota haraka, lakini hukauka kwa sababu mizizi ni mifupi. Kwa hiyo hawa ni watu wanaolipokea neno kwa furaha, lakini hawana msingi imara, na wanapokutana na mateso, dhihaka na majaribu ya maisha wanakuwa wepesi kuiacha imani. Udongo wa miiba humaanisha kwamba miiba huimeza mimea, na miiba hiyo ndiyo shughuli za ulimwengu huu. Mtu hapati muda wa kuabudu Mungu kwa kisingizio kwamba mambo ni mengi. Udongo mzuri huu ndiyo moyo unaolisikia neno la Mungu, na matunda yake ni upendo, amani, msamaha, nyenyekevu, huduma na utakatifu. Mafundisho tunayopata kupitia somo letu la Injili. Fundisho la kwanza: moyo wa mtu ndiyo huamua matokeo ya neno la Mungu. Katika mfano aliotoa Yesu, tunaona kwamba mbegu ni ile ile, lakini matokeo yake yanatofautiana kwa sababu ya aina ya udongo. Kumbe tatizo si mbegu, bali ni udongo. Hivyo tatizo si neno la Mungu, bali ni namna kila mmoja wetu anavyolipokea. Tukitaka kufanikiwa, ni lazima tufungue mioyo yetu na kumruhusu Mungu kusema nasi kwa njia ya neno lake takatifu. Fundisho la pili: Shetani mara zote hamtakii mfuasi wa Kristo mema. Yesu katika Injili anasema, ndege waliokula mbegu ni mfano wa yule mwovu anayeliondoa neno kutoka moyoni mwa mtu.
na hali hii inaweza kutokea kwa njia mbalimbali. Mfano, tujiulize, ni mara ngapi tunahubiriwa lakini tunasahau mara tu baada ya kutoka kanisani? Au ni mara ngapi hatulizingatii neno la Mungu wakati linapotangazwa? Wakati mwingine hata anayesoma hatumsikilizi kwa makini. Wakati huo tunawaza biashara zetu, mifugo yetu na mashamba yetu. Na hata kama tunasikiliza kwa makini, msomaji anaweza pia kukosa umakini katika kusoma na hatimaye tusielewe vyema anachokisoma. Kushindwa kusikiliza vyema neno la Mungu ni mbinu za Shetani kutupambaza tu na hatimaye kushindwa kuelewa Mungu anasema nini nasi katika neno lake. Fundisho la 3. Mateso hujaribu uimara wa neno la Mungu. Tumeelezwa katika Injili kwamba waliopokea mbegu kwenye udongo wa mawe walifurahi neno mwanzoni, lakini walipoanza kupata shida walianguka. Hii inaonyesha kwamba wapo wanaoacha kumwabudu Mungu kwa sababu wamekutana na dhihaka kutoka kwa marafiki na maadui, matatizo ya kifamilia, magonjwa na hata vita katika nchi. Lakini tujifunze kwamba Mkristo wa kweli hapaswi tu kumpenda Kristo wakati hali ikiwa shwari, bali anapaswa kumpenda wakati wote na katika hali zote. Fundisho la 4. Shughuli za ulimwengu huu zinaweza kuizima Injili ndani ya mioyo yetu. Miiba aliyoitaja Bwana Yesu inawakilisha mahangaiko ya dunia na udanganyifu wa mali. Shughuli zetu za kujitafutia kipato si mbaya kwa zenyewe hata kidogo, isipokuwa zitakuwa mbaya pale ambapo zitachukua nafasi ya Mungu, kwa kisingizio kwamba mimi nina mashamba mengi, kwa hiyo ninapaswa kushinda shambani kila wakati, hata siku za Jumapili. Mimi ni mfanyabiashara, ninapaswa kufungua duka kila siku na siwezi kushiriki jumuiya ndogondogo za Kikristo. Mimi ni mfugaji, ninapaswa kwenda machungani, sina muda wa kusali na wanaparokia wenzangu. Haya yote yanaweza kututenganisha na Mungu. Kumbe ujanja ni kupanga ratiba vizuri. Mungu wetu ametupa masaa 24 na siku 7. Hivyo tunapaswa kujua ni wakati gani wa kazi na ni wakati gani wa kumwabudu Mungu. Tuache visingizio, tumpe Mungu iliyo haki yake. Fundisho la 5. Ibada, sakramenti na tafakari ya neno la Mungu hufanya moyo kuwa udongo mzuri. Moyo wa binadamu unapaswa kuandaliwa vizuri. Hakuna anayezaliwa tayari ni mtakatifu, isipokuwa utakatifu utafutwa kwa juhudi, kwa kushirikiana na neema ya Mungu. Kanisa linatufundisha njia muhimu za kuukuza moyo huo kwa kufanya yafuatayo: kusali kila siku sala za asubuhi na jioni, kushiriki Ekaristi Takatifu, kupokea sakramenti ya kitubio mara kwa mara, kutafakari maandiko matakatifu, kutenda matendo ya huruma, kuabudu Ekaristi Takatifu, kusali novena mbalimbali, kusali rozari na kushiriki kikamilifu misa takatifu. Kadiri tunavyokuwa karibu na Mungu, ndivyo mioyo yetu inavyozidi kuwa tayari kulipokea na kuliishi neno lake. Fundisho la 6. Mti mwema kujulikana kwa matunda yake. Yesu anatueleza katika Injili kwamba udongo mzuri huzaa matunda mara 30, 60 au 100. Ni kweli kwamba mti ukizaa matunda hauwezi kuficha matunda yake yasionekane, au mto unaotiririsha maji hauwezi kuyanywa maji yake wenyewe. Kumbe Mkristo anapokomaa katika mambo mema, daima mazuri yataambatana naye na kuonekana wazi kwa watu wengine. Ndiyo huko kusikia kwamba fulani ni mtu mwema, fulani ana mapendo ya kweli, fulani ni mvumilivu, mpole na anasamehe. Tunaweza kusema kwamba kipimo cha ukomavu si kufahamu vifungu vya Biblia pekee, bali ni namna mtu anavyodhihirisha neno hilo kwa matendo yake. Katika somo la 2, Mtume Paulo anatueleza kuwa mateso na mahangaiko ya wakati huu
ni ya kitambo tu na sio mateso yaletayo kifo cha umilele, bali maandalizi ya mwanzo wa maisha mapya na ya umilele huko mbinguni. Mtume Paulo anaelezea pia matokeo na madhara ya dhambi na udhalimu wa mwanadamu kwa viumbe vingine na ulimwengu wote unavyoteseka kwa matokeo yake, akisema kuwa kwa maana twajua kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja, navyo vina utungu pamoja hata sasa. Hii inaonyesha kwamba mwanadamu ameshindwa kuutiisha ulimwengu na madhara yake ni kuharibu ulimwengu, lakini matokeo yake mwanadamu ndiye anayeteseka zaidi, kwani Mtume Paulo anasema, wala si hivyo tu, ila na sisi wenyewe tulio na malimbuko ya roho, sisi pia tunaugua katika nafsi zetu, tukikutazamia kufanywa wana, yaani ukombozi wa mwili wetu. Mafundisho tunayopata kupitia somo hili la pili. Fundisho la kwanza: matatizo sio tamati ya maisha yako. Kila mtu hukutana na adha mbalimbali, zikiwemo magonjwa, umaskini, migogoro au hali yoyote ya kukatisha tamaa, na tunaweza kuwa tunajiuliza, kwa nini Mungu anaruhusu haya yote? Mtume Paulo katika somo hili la pili anatuambia kwamba mateso ni ya muda tu na hayawezi kulingana na furaha ambayo Mungu amewaandalia wale wanaompenda. Na hii haimaanishi kwamba mateso si makali, bali ni kwamba utukufu wa Mungu ni mkuu mno kiasi kwamba mateso yote yanapoteza uzito wake mbele ya utukufu huo tutakaopata. Fundisho la pili: viumbe vyote vinatazamia kwa shauku kubwa kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Mtakatifu Paulo anasema kwamba viumbe vyote vinangoja kwa hamu kubwa kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Hii inadhihirisha kuwa dhambi ya mwanadamu iliathiri si mwanadamu tu, bali hata uumbaji wote. Tutakubaliana kwamba tunashuhudia kila wakati kujitokeza kwa ukame, mafuriko, magonjwa ya mimea, kupotea kwa uoto wa asili na majanga mengine kibao. Haya yote yanaonyesha kwamba ulimwengu nao unasubiri hatima yake. Wito kwetu wa Kristo: tumeshapokea neema ya Kristo, hivyo tushirikiane kutunza mazingira ili tusiongeze majanga mengine tena, kwani dunia yetu ni nyumba yetu sote. Fundisho la tatu: maumivu yenye matumaini. Katika somo hili la pili, Mtume Paulo anasema viumbe vyote vinaugua kama mwanamke mwenye uchungu wa kuzaa. Uchungu wa uzazi una maumivu, lakini una mwisho wenye furaha. Vivyo hivyo, mateso ya Mkristo yana mwisho wa utukufu. Jambo la msingi ni kuwa na tumaini kwa Mungu lisilokoma. Fundisho la nne: Roho Mtakatifu ni malimbuko ya utukufu. Sisi wa Kristo tayari tumeshapokea Roho Mtakatifu, ambaye ni ishara kwamba Mungu ameshaanza kazi ya wokovu ndani yetu, lakini bado tunasubiri ukamilifu wake, yaani ufufuo wa miili yetu na uzima wa milele. Hivyo maisha ya Kikristo yanaishi kati ya tayari na bado. Ukweli ni kwamba tumeshakombolewa kwa njia ya Kristo, yaani tumeshakombolewa kwa damu yake takatifu, lakini bado tunasubiri utimilifu wa ukombozi huo mbinguni, yaani ile siku tutakapopata miili ya utukufu. Ndugu wapendwa, Mungu anaendelea kupanda neno lake ndani ya mioyo yetu kupitia watumishi wake kama vile mpanzi. Matokeo mbalimbali tunayoyapata yanategemea namna gani tunavyoishi maisha yetu hapa duniani. Ni dhahiri kwamba kuna changamoto katika maisha haya. Hata hivyo, Mtakatifu Paulo leo katika somo la pili anasema kwamba mateso katika maisha haya si kitu tukilinganisha na utukufu utakaofunuliwa kwetu mwishoni. Itakuwa hivyo kwa sababu tutawekwa huru kutoka utumwa wa dhambi, nasi tutasherekea utukufu wa Mwenyezi Mungu. Tafakari imeandaliwa nami Padre Revocatus Andrew Bernard, misionari wa shirika la damu takatifu ya Yesu.
tushirikishane tone la upendo. Ninawatakia Dominika njema ya siku ya leo. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwalinda. Mungu wote waione, tushirikishane